Maelfu ya wanachama wa vikosi vya Kizulu vinavyohusishwa na vuguvugu lenye utata la March and March pamoja na wananchi wengine wameandamana katika mitaa ya Durban nchini Afrika Kusini Jumatano hii, wakitaka raia wa kigeni wanaoishi nchini humo kiholela kuondolewa, huku mvutano kuhusu ajira, uhalifu na uhamiaji ukiendelea kuongezeka. Maandamano hayo makubwa yalianzia katika eneo la King Dinuzulu kuelekea Point District jijini Durban, eneo linalofahamika kwa kuwa na biashara nyingi zinazomilikiwa na wageni pamoja na wakazi wengi wa mataifa mengine. Polisi wengi walitumwa eneo hilo kuzuia maandamano yasigeuke kuwa vurugu. Ripoti za ndani zilieleza kuwa karibu biashara zote zinazomilikiwa na wageni katika eneo la Point, ikiwemo saluni, sehemu za kufulia, migahawa, baa ndogo na maduka ya mavazi, zilifungwa wakati wa maandamano hayo, huku biashara zinazomilikiwa na raia wa Afrika Kusini pekee zikiendelea kufanya kazi. Mvutano uliongezeka baada ya waandamanaji kudai kupokea taarifa kuwa baadhi ya majengo katika eneo hilo yalikuwa yakihifadhi dawa za kulevya. Baadhi ya waandamanaji walijaribu kuingia kwa nguvu katika moja ya majengo hayo na kusababisha uharibifu kwenye mlango wa kuingilia, huku wengine wakionekana wakijaribu kupanda ukuta ili kupata njia ya kuingia. Hata hivyo, raia wa kawaida hawakufanikiwa kuingia ndani, ingawa baadhi ya waandamanaji wa maandamano waliweza kufanya ukaguzi katika sehemu za jengo hilo. Baada ya ukaguzi huo, waandamanaji walidai hakuna dawa za kulevya zilizopatikana. Hata hivyo, kuna video ambayo ilionekana polisi walimtoa raia wa Nigeria ambaye wanamhisi kwamba ni muuzaji wa dawa za kulevya, na walipotoka walishangilia wale wananchi, na walikuwa wengi sana. Ni kundi kubwa sana la watu, barabara nzima imezibwa. You can imagine hali ilivyokuwa na hatari. Polisi waliendelea kuwepo kwa wingi katika eneo hilo kuhakikisha inabaki kuwa tulivu, wakati maandamano yakiendelea kusonga mbele katika mitaa ya Point District. Ingawa hadi jioni hakukuwa na taarifa za vurugu kubwa, mamlaka zilieleza kuwa hali bado ilikuwa tahadhari kutokana na maandamano ya awali ya kundi hilo ambayo wakati mwingine yaliwahi kugeuka vurugu katika miezi iliyopita. Vuguvugu la March and March limekuwa likiendesha maandamano ya kupinga wahamiaji kwa zaidi ya mwaka mmoja, likianza katika sekta za afya na elimu kabla ya kuhamia kwenye biashara na sekta zisizo rasmi. Kundi hilo linadai kuwa wahamiaji haramu wanachukua ajira za raia wa Afrika Kusini na kuchangia ongezeko la uhalifu pamoja na matatizo ya kiuchumi. Akizungumza wakati wa maandamano hayo, kiongozi wa harakati hizo, Jacinta Ngobese Zuma, aliishutumu serikali kwa kushindwa kulinda maslahi ya wananchi wa Afrika Kusini. Hii ni nchi yetu, alisema. Hatuwezi kuwa sisi peke yetu tunaoheshimu sheria huku wageni wakiruhusiwa kufanya wanachotaka. Pia alidai kuwa serikali haijatoa majibu ya kuridhisha kuhusu malalamiko ya mapendekezo yaliyowasilishwa awali na kundi hilo kuhusiana na uhamiaji na ajira. Baadhi ya waandamanaji waliohojiwa walisema uwepo wa wageni katika sekta mbalimbali kama huduma za usafirishaji umeathiri nafasi za ajira kwa wananchi wa ndani. Serikali ya jimbo la KwaZulu-Natal imekuwa ikiomba utulivu mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni, ikionya dhidi ya vurugu za chuki dhidi ya wageni na kuwataka waandamanaji kubaki na amani. Licha ya hofu ya machafuko, maandamano ya Jumatano kwa kiasi kikubwa yalibaki chini ya udhibiti wa polisi, ingawa baadhi ya washiriki walionekana kubeba silaha za jadi wakati wa maandamano. Maandamano hayo yanakuja wakati Afrika Kusini ikiendelea kukumbwa na mjadala mkubwa kuhusu ukosefu wa ajira, sera za uhamiaji na pengo la kiuchumi, masuala ambayo yanaendelea kuongeza mvutano katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo.